tunaenda haraka kwa sababu vipindi vingine vinafuata. Na sadaka nilisema tuendelee kwa sababu kutakuwa kipindi kingine kwa ajili ya sadaka, hivi tunaendelea kutoa sadaka. Yeah.
Neno la kanisa. Haleluya tena. Habari ya asubuhi kwa wote. Eklezia eske tuko na furaha? Iwapo kama tuko na furaha pepea tuko tunachukua. Subiri hapa hapa tuendelee. Amen. Ipa na nizuie. Sawa. Iko sawa. Iko sawa. Iko mingi.
tunaendelea. Kwa hiyo tutakwenda, labda kuna ambao wamesahau sadaka zao. Katika kipindi hichi ndio tulikuwa tunatoa sadaka. Kwa hiyo naalika mchungaji wenu aombe sadaka na sisi sote tukisimama kwa utukufu wa Bwana. Tuombe na tuamini. Baba mtakatifu, muumba mbingu na nchi, tunalibariki jina lako, maana umekuwa mwema na mwaminifu. Asante kwa ajili ya siku ya leo, kwa sababu umetulinda, umetuongoza, umetutetea Mungu wetu. Umetupa tena nafasi ya kuweza tena kukutanana ili tuweze tena kukuabudu na kukuinua na kukusifu. Wacha sifa na utukufu zikurudie mtakatifu wa rehema. Ndio maana Bwana, mbele zako naleta vikapu hivi vya sadaka ya 10, sadaka ya kawaida na pia sadaka ya shukurani. Mfalme wetu, acha ubariki sadaka hii, bariki mikono yote iliyonyohoka Mfalme kwa kuweza kukutolea. Hata wale wengine Bwana ambao hawakupata nafasi leo, Mungu wa baraka, Mungu wa rehema, hata uweze kubariki pia kazi zao, ili nao Yesu wapate cha kukutolea hata siku ingine. Bariki kazi ambayo sadaka hii itafanya kwa maendeleo ya kazi yako Bwana. Tunaacha yote mikononi mwako, tukiamini ya kwamba utukufu na nguvu na mamlaka utaendelea kutenda kazi juu ya kanisa lako. Uinuliwe Mfalme na upewe sifa. Tunaacha yote mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Ya labda kuna hapa sijapata kikaratasi kwa ajili ya watu kushuhudia, na kwa sababu muda wetu ni mchache, sitapenda wale wa kujitokeza bila kuleta vikaratasi wawe wengi. Natoa nafasi kwa mtu mmoja tu kama yupo, na kama yupo tunaendelea. Yote waliopewa neema, nitamwimbia, nitamsifu. Yote waliopewa neema, oh, nitamwimbia, nitamsifu. Yote waliopewa neema, nitamwimbia, nitamsifu. Yote waliopewa, oh, waliopewa neema. Sema amen. Sema amen. Sema amen kubwa. Haleluya. Namshukuru Mungu sana. Maana wazuri wenye pesa wa kunishinda urefu sasa wamepotoka. Semeni amen. Hata nipatishe shetani haya. Maana ningali na uhai. Ningali na kupumua. Ningali na uzima. Inabidi mshukuru Mungu kwa makubwa ambao vile ameendelea kunitendea. Mungu wa watumishi, kama ningali ninaishi ni sababu ya mambo ya watumishi. Sema amen. Amen. Namshukuru Mungu kwa kweli ameendelea kunichunga pamoja na jamaa langu lote mzima. Kulala kuamka ni neema. Na tena namshukuru Mungu tena nimesimama mbele yenu kupatisha shetani haya. Mimi nimeanza kazi, tangu nilianza kazi kwa hali yangu ya mwili na jinsi ninajijua, Mungu anaendelea kushindania na Mungu anaendelea kunipatia nguvu ndani ya kazi. Huyu mshangilie sote. Asante sana. Najua sote kila mtu ana ushuhuda katikati yetu, kwa sababu kulala na kuamka ni ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe.
Wengine wanasemanga sina cha kumshuhudia Mungu kwa sababu labda sina hela, sina vingine. Ile kulala na kuamka tu ni shughuli mkuu. Kwa hiyo tunashukuru sote kwa sababu tunaendelea kushukuru Mungu. Kwa hiyo nakaribisha kwaya Wokovu kwa wimbo mmoja.
niko napigana na masaa niko vinapenda kunishinda huko. Masaa inaniuma kichwa. Kwa hiyo tunataka kumwandaa mhubiri wetu wa siku ya leo, ambao wale wanakuwa na watoto sio wao, ambao wamekaa wiki nzima waonana nao, leo anafika kanisani, nipe huyo mtoto kwa kumrudisha kwa mama yake. Wale wa kwenda chooni waende, kwa sababu wengine wanafanyaka mhubiri akipanda tu wote wanajaa chooni, kusahau mikoba kwenye magari ndio wanaenda. Lakini sasa tujiandae ili mhubiri atakaposimama tuwe na nafasi ya kumsikiliza. Kwa hiyo tutaimba wimbo mfupi kwa ajili ya watu wote, ili mhubiri akiwa anajiandaa, na hiyo isichukue muda mrefu, ni kama dakika 4 tu tumalizie, ili na mhubiri apande kwenye madhabahu. Karibuni tuimbe wimbo wa watu wote. Kuna wamoja wajaimba tangia tufike hapa. Kwa hiyo tusimame ili tupate na muda wa kukaa chini tena atakapokuwa na baadaye kutuongoza kwa wimbo asichukue mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa dakika 4. Roho shuka tena. Roho shuka tena. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Yeah.
Kwa hiyo Yesu, mnenaji wetu atakaposimama utashangilia kwa utukufu wa Bwana. Wengine wanasema siwezi kumpigia au mpigie yule. Bwana Yesu asifiwe. amen. Wanampigia nani? Yesu. Lakini wanasema niazuruna anasimama siwezi piga. Wewe piga tu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mnenaji wetu wa siku ya leo. Bariki. Amena. Hey. Hii muda ni adui kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen kanisa. Furaha iko. Epele kama uko na furaha Bwana. Haleluya. Ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu. Haleluya. Ninawapenda. Namshukuru Mungu kwa maana iko mwema. Nashukuru kwanza Baba mchungaji. Asante Baba kwa kunipatia hii nafasi. Maana kama mchungaji hakuamini hawezi akakupatia nafasi. Ubarikiwe Baba pamoja na kamati. Tunamshukuru Mungu kwa maana iko mwema. Kila itwapo leo tunaendelea kuona wema wake. Ona wengi walilala wa kuamka. Tulikuwa na mama yetu Mama Shayo. Leo hayupo. Tulikuwa na mtoto wetu Jocelyn. Ameamuka tu ghafla wamemkuta amekufa. Wewe umemupa Mungu nini? Ili uwe jinsi ulivyo. Ni neema yake tu. Ndio maana ukilala unapoamuka mshukuru Mungu kwa pumzi yake. Hatutakawia kwa maana muda iko kidogo, mambo ni mengi. Tutaongea kidogo na waimbaji wameishaimba. Tunajua leo tuko hapa ni siku ya Pentecost. Leo ni siku ya furaha kwa kanisa. Maana leo ndio kanisa imezaliwa. Siku ya Pentekoste ndio kanisa imeanza. Ndio maana kama uko Mkristo, siku ya leo ni ya maana. Maana ni siku ambayo kazi ya Mungu ilianza kutendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kama hii ya baba sijui niweke kwanza hapa. Bwana wetu Yesu Kristo alipofufuka, alifanya tena masiku 40. Alikuwa akizunguka akiwatembelea wanafunzi. Baada ya kufufuka alifanya siku 40 akizunguka na wanafunzi. Ndipo waimbaji wetu mubarikiwe. Mumeshaimba. Lakini tutasoma neno la Mungu. Tusome kwanza kitabu yetu ya Yohana. Yohana sura yake ya kwanza na mstari wake wa 6. Tusome mbio. Yohana mstari wa kwanza sura ya kwanza mstari wake wa 6. Andiko nasema, haleluya. Alikuja mtu mmoja aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Alikuja hapana baba, Yohana 1:6. Na niko tayari, soma. Soma. Mstari wa 6 maandiko yanasema, alikuja mtu mmoja aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Haleluya. Alikuja kama shahidi apate kushuhudia hiyo nuru ili sawa. Utanihurumia kwa kweli. Matendo ya Mitume 1:6. Matendo ya Mitume 1:6 maandiko yanasema, mitume walipokuwa wamekusanyika pamoja, haleluya, wakamuuliza Bwana, je, huu ndio wakati wa kuwarudishia Israeli ufalme? Huu ndio wakati ambao utakaorudishia Israeli ufalme. Is this the time you're going to return the kingdom to Israel? Endelea baba. 7 inasema, yes. Yesu
akawaambia, si kazi yenu. sio wajibu wenu kujua nyakati au majira ambayo Baba ameyaweka kwa mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu Roho Mtakatifu akiwajilia juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Yudea yote na Samaria na miisho ya dunia. Haleluya. Hapa Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anaandaa mitume. Akawaambia, nitakapokwenda msiogope, nitawatumia Roho wangu Mtakatifu atakaye wasaidia. Mwende mkangojee Yerusalemu. Wote walingojea Roho Mtakatifu. Wote wakamngojea hiyo siku. Tukienda katika Agano la Kale, tukiangalia maana ya Pentekoste. Maana ya Pentekoste wakati Agano la Kale ilikuwa ni siku kuu ya mavuno. Ilikuwa ni siku kuu ya mavuno kwa wana wa Israeli. Mungu akamwambia Musa, mtakapofika katika nchi ya ahadi, mtakapovuna mavuno yenu ya kwanza, mtafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Na wakati walipofika, wakafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Na wana wa Israeli walikuwa na sikukuu 5. Ya kwanza walikuwa na sikukuu ya Pasaka. Ya pili walikuwa wanasherehekea Pentekoste. Ndio ilikuwa sikukuu ya mavuno. Ya pili walikuwa wanasherehekea sikukuu ya upatanisho. Ingine walikuwa wanasherehekea sikukuu ya baragumu. Na ingine walikuwa wanasherehekea sikukuu ya vibanda. Haleluya. Hiyo ndio ilikuwa wakati ya wana wa Israeli. Lakini kwa sisi wa Kristo, wakati Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja, tukaanza kusherehekea kwa ajili ya huyo Roho Mtakatifu ambaye Bwana wetu aliahidi ya kwamba atatutumia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uko na furaha ya kumpokea huyo Roho Mtakatifu. Haleluya. Pentekoste ndio kwa Agano letu Jipya. Pentekoste ni siku ya pili tena baada ya Pasaka. Maana wakati Yesu alipopanda, siku makumi 5 ilipotimia, Roho Mtakatifu akashuka. Tunaenda sasa kwenye somo letu. Soma Matendo ya Mitume 2 mstari wake wa kwanza. Utaendelea 6 mpaka 7. Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza, maandiko yanasema, siku ya Pentekoste ilipowadia. Siku ya Pentekoste ilipowadia, waumini wote walikuwa mahali pamoja. Wote walikuwa mahali pamoja. Ghafla sauti kama mvumo wa upepo wa nguvu ikatoka mbinguni, ikaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Zikatokea ndimi kama za moto zilizogawanyika na kutua juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Yes. Walikuwako Yerusalemu Wayahudi wanaomcha Mungu. Haleluya. Waliposikia sauti hii, umati wa watu wakakusanyika, wakaanza kushangaa, kwa sababu kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakiwa wameshangaa na kustaajabu, wakauliza, je, hawa wote wanaozungumza si wa Galilaya? Nani nasema, imekuwaje basi kila mmoja wetu anawasikia wakinena kwa lugha yake ya kuzaliwa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, tunasikia jinsi maandiko inavyotuambia. Wakati ilipotimia siku ya Pentekoste, wote walikuwa mahali pamoja.
Tunaweza kujiuliza kwa sasa, We may ask ourselves now, kanisa la Mungu tuko kwa pamoja? the church of God, are we together? Tuko na umoja? Do we have unity? Maana palipo Roho Mtakatifu Where the Spirit of God panakuwa na umoja, there is unity. na umoja ni nguvu. And unity is power or strength. Watu wanaweza kuwa pamoja hivi, tuko hapa, Together as we are, lakini hatuna neno moja, but there is hatuko kwa pamoja. we're not really together. Haleluya! Amen. Roho Mtakatifu aliposhuka, The Holy Spirit came. ndimi za moto zilionekana, Tongues of fire zikawakalia, came upon them. wakaanza kunena kwa lugha They mbalimbali. started speaking in different tongues. Bwana Yesu asifiwe. Nashangaa na Roho Mtakatifu wa hii masiku. I am surprised by the Spirit today. Roho Mtakatifu anaposhuka, The Holy Spirit, when He comes, munaona Roho Mtakatifu anashuka. we actually see the Spirit coming. Hatujui Roho Mtakatifu wa sasa tutamutajaje. We do not know what to describe. Wakati wa mitume, Roho Mtakatifu aliposhuka, The Spirit of God watu came. walianza kusema kwa lugha, People started uttering in different na wengine wakawasikia jinsi wako wanaongea. Other people heard them speak. Lakini Roho Mtakatifu wa The sasa, Holy Spirit of today, Roho Mtakatifu anaweza kumshukia the Holy mtu, Spirit may come upon somebody. hatujue anafanya tu hivi, analalamika And all we see is them just shaking. hakuna sauti ya kusema. We do not see. Kanisa linahitaji kusikia maneno ambayo Bwana anatuma ndani ya mtu. The church needs to hear the word that Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojazwa kwa sasa, When we're filled with the Spirit, unasikia wanasema huyu mtoto anajazwa, you hear this child is filled. anajazwa, They are filled. lakini hamutasikia neno But you will not hear ambalo, hamutasikia hata ujumbe inakuja kwa ajili ya kanisa. Juu Roho Mtakatifu anaposhuka anakuwa anaachilia ujumbe kwenye kanisa. the Spirit releases a message. Kama ni ya kuonya kanisa, wawaonya. It's a message to world. Ni Roho Mtakatifu huyo, njoo wa kweli. That is the true Holy Spirit. Tumutafute Roho wa Mungu wa Let us kweli. diligently search for the true Holy Spirit. Kanisa, tutafute Roho wa Mungu, Church, let us look for the Holy Spirit. maana Bwana akasema nitakapoenda For God said, when nitawatumia msaidizi. I will send you, Roho Mtakatifu njoo anakuwa anatusaidia. the Holy Spirit is our helper. Hivi niko naongea hapa, As I am speaking here, kwanza mimi sikuwa najua kama naweza kusimama hivi, I did not know I'll be able to stand lakini here tu ni nguvu ya huyu Roho today. But it is only Mtakatifu. by the power of the Holy Maana Spirit. mimi sijue, For I did not sikukuwa najua hata kusoma mstari, I didn't even know how to read. lakini Roho Mtakatifu But the Holy Spirit, anakuwa ananifungulia na mimi nasimama mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Njoo Roho Mtakatifu huyo. Tunahitaji Roho Mtakatifu kwa kila kitu yote ambao tuko tunafanya. everything that we do, Mwimbaji unahitaji Roho Mtakatifu the Holy Spirit. ili Roho Mtakatifu anakuwa anaachilia mafuta, The Holy Spirit releases a anakuwa anaachilia nguvu yake ndani yako. power upon Njoo unakuwa unakuta ukisikia mtu akiimba That's why you know when somebody sings, mpaka unasikia unasema kwa kweli huyu mtu you feel the presence. anajua kuimba. Haiko yeye, ni Roho Mtakatifu. Zile njo kazi zake. The work of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu anakuwa anatusaidia madhaifu. Helps us in our weakness. Kama ujue kuomba, Roho Mtakatifu anaanza kukufundisha. The Spirit begins to teach you. Lakini na shanga lako unakuta mtu wanamwambia aombee tu sadaka, But I'm surprised na hata arudia tena mukanisa. they do not return to the church. Ni kujifunza, tujifunze tu. It's only a matter Roho of Mtakatifu tena ni mwalimu. the Holy Spirit is also a teacher. Yeye ndio anakuwa anatufundisha yote, anatufundisha yote, anatuongoza katika njia ya kweli. He leads us in the right way. Roho Mtakatifu anakuwa anakufundisha hata kuongea. The Holy Spirit even Juu kuko teaches watu us. wenye abaju wake ongea. There are people who do not know how to speak. Ukiona mtu anaongea If you see somebody na unaangalia miaka yake, you see that they're looking mpaka unashangala, you're surprised. unajiuliza kwa You kweli, ask yourself, truly, huyu mtu this person, Mungu atusaidie. Tunahitaji Roho Mtakatifu, we need the Holy Spirit. maana yeye njo msaidizi wetu, kiongozi wetu. He's our leader. Mitume walipopokea Roho Mtakatifu walikuwa wanajifungia mahali pamoja,
lakini ile siku woga ikaisha. Roho Mtakatifu akikuwa ndani yako, hautakuwa tena na boga. Wakatoka wakuogopa tena Wayahudi, wakaanza zunguka kutangaza neno la Mungu. Na hiyo siku watu walibatizwa 3,000. Bwana Yesu asifiwe. Tumutangaze Kristo, tumutangaze Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu iko na nguvu ya kukuwezesha. Unakuta tu mtu anaweza lala anaona maono. Maana kitabu ya Yoeli iko nasema, na itakuwa nyakati za mwisho, nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Vijana wenu wataota ndoto, wataona maono, na wazee wataota ndoto. Wazee wa sasa wanaotaka ndoto tena kweli. Zile ndoto zingali. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawana tena maono. Watu wanakuwa wanatabiri mambo ya uongo. Maana Biblia inasema na vijana wenu waume kwa wake watatabiri. Lakini kwa siku za leo watu wanakuwa wanatabiri mambo ya uongo. Unatabiria mtu, unamwambia kesho Mungu ananionyesha kama utakufa kesho. Kweli utaniacha na salama? Sindakufa hata mubusiku, wala hata ile saa mimi naanguka tu. Na unakuta kumbe Mungu akusema. Bwana Yesu atusaidie. Acha kwa niongee na bamama. Bamama mko hapa? Bwana Yesu asifiwe bamama. Bwana Yesu asifiwe. Wamama tujue kusimamia watoto wetu. Tujue kusimamia watoto. Tukue tunakabidhi watoto wetu mumikono ya Mungu. Maana kwa sasa shetani anakuwa anatumia hasa vijana wetu wa kike. Unakuta kumbe mtoto wako anakuwa na mapepo, wewe haujuaki. Na kisha unakuta mnakuwa kama ni kwenye maombi, Roho Mtakatifu anashuka. Mama we, mama, ukitambua mtoto wako na hiyo hali, tafadhali jikaze, tafuta watumishi wa Mungu. Wanze kuwa naomba juu ya mtoto wako. Mungu amufungue. Amena kanisa la Mungu. Amena kanisa. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Tunahitaji Roho Mtakatifu kwa kila kitu. Roho Mtakatifu anakuwa anafundisha hata kuvala. Mnajua ile? Roho Mtakatifu anakuwa anakufundisha. Unaweza ingia unakamata hii nguo unavala unasikia biende. Unatosha unabeba hii. Ndio Roho Mtakatifu ule. Roho Mtakatifu anakufundisha hata kutembea. Roho Mtakatifu anakufundisha kuongea. Roho Mtakatifu anakufundisha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tumutafute huyu Roho Mtakatifu. Tutafute Roho Mtakatifu aongoze maisha yetu. Watu wengi wanarudia nyuma. Watu wengi hawajali tena neno la Mungu. Watu wengi hawajali tena, manake sijue. Unakuta mtu unafanya miezi 3 huko kwako. Unaikala tu na hakuna hata dhamiri ya kukuambia yeye bwana uko nafanya nini. Juu ya nini? Uwepo ya Mungu haiko. Tujikaze kutembea katika uwepo wa Mungu. Tujikaze kutembea katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu njoo kila kitu. Maana ukikosa Roho Mtakatifu unakosa vyote. Juu utakuwa unafanya vile vyenyewe wewe unataka kufanya. Lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, huko mambo yenyewe utakatala kufanya na hakuna mwenye alikwambia uiache. Wewe peke utaiacha na roho ya kuhubiria.
Juu ya nini? Roho Mtakatifu anakuwa anakusaidia, anatusaidia hata kuomba. Maana Biblia inasema hatujue kuomba, lakini yeye njoo anakuwa na ugua juu ya kutuombea. Tunahitaji Roho Mtakatifu katika huduma zetu zote. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu haiko, kanisa linakufa. Roho Mtakatifu asipokuwa ndani ya kanisa linakufa. Juu Roho Mtakatifu njoo anakuwa analeta ile sauti na kanisa linasimama. Bwana Yesu asifiwe. Tumutafute Roho Mtakatifu kwa nguvu, kwa nguvu yote. Tusome kwanza hii verse. Let's read a verse. Anivale my glasses. Tunasoma wa Efeso. We're going to read Ephesians. Efeso. Tunasoma kitabu yetu ya Waefeso. Tunasoma Waefeso 4 mstari wake wa 13. Ephesians 4:30. Waefeso 4:30. Mstari wa 30, maandiko yanasema, wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwake mlitiwa muhuri, ambaye kwake tulitiwa muhuri kwa ajili ya siku ya ukombozi. Yesu tusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu liko linatuambia ya kwamba tusimhuzunishe Roho Mtakatifu. Do not grieve the Holy Spirit. Manake inaonekana Roho Mtakatifu kama ukimhuzunisha anaondoka kwako. Roho Mtakatifu ukimhuzunisha anaondoka ndani ya maisha yako. Unaanza kujipeleka njoo wewe peke. Bwana Yesu asifiwe. Tusimhuzunishe Roho Mtakatifu. Matendo yetu inakuwa inamhuzunisha Roho Mtakatifu. Jinsi tunavyoishi tunamhuzunisha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tujikaze Roho Mtakatifu awe kiongozi wa maisha yetu. Atuongoze katika safari yetu ya kwenda mbingu. Maana hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, hiyo siku ya mwisho njoo itakayochukua wateule. Kama Roho Mtakatifu hayupo ndani yako, hiyo siku usitarajie. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Roho Mtakatifu atuongoze katika yote. Kama uko mwimbaji unahitaji hiyo nguvu. Ukiwa mtumishi unahitaji hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nguvu ambayo imemfufua Yesu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio alishuka na kumfufua Bwana. Tunahitaji hiyo nguvu. Tunahitaji hiyo nguvu ya Mungu wetu. Hiyo nguvu ya Mungu wetu ilimtoa Paulo na Sila kwenye gereza. Bwana Yesu asifiwe. Tumutafute sana Roho Mtakatifu. Tutafute sana kutembea na huyu Roho Mtakatifu. Njoo namba 1 katika huduma yote ambayo tunakuwa tunafanya. Kama tumuhusishe Roho Mtakatifu, hakuna kwenye tutaenda. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba tumutafute madamu anapatikana. Tumuite. Angali anasikia, njoo muda hii ya kumutafuta. Kristo aumbike ndani yetu. Kristo aumbike ndani ya maisha yetu. Kristo aumbike ndani ya maisha yako. Kristo asipoumbika ndani yako, wewe unakuwa mtu bure. Maana Kristo akiumbika ndani yako, ndio anaachilia hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Inaanza kufanya kazi pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu atusaidie sana. Hii siku ya leo ni ya kila mtu kumwambia Bwana, umenipatia kazi, ninahitaji Roho wako Mtakatifu ili apate kuniongoza kwa yote. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi. Without the Holy Spirit, we're not able. Unakuta mtu kama anakuwa naimba mzuri sana, anakuwa na ile kitu moja ya kiburi inakuwa ndani yake. Roho Mtakatifu akishaona ile hali, anaweza akakuondolea ile karama yenye wewe uko nayo na akaipatia mtu mwingine. Ndio maana kila mtu asimame. Hii ni wakati wa kusimama. Kama wewe uko shemasi, fanya kazi ya Mungu kwa moyo. Basi anza kukusukuma sukuma. Kama uko mwimbaji, tumika tu kwa moyo. Usingoje kusukumwa na kukumbushe. Na atakaye tuwezesha ni Roho Mtakatifu tu. Juu Roho Mtakatifu iko na kengele. Kama unakuwa na huduma ambayo unafanya, Roho Mtakatifu wako wake na kuachilia. Unasikiaka kitu iko na hii ndani yako. Kama ni saa ya kwaya iko na kuambia saa inaenea. Ukiona uko nafanya kazi ya Mungu wanakusukuma sukuma, rudia tena kule kumtafuta mwenye kazi. Maana Roho Mtakatifu ndio mwenye kazi yake. Sisi tu anatutumia. Yeye ndio mwenye kazi. Bwana Yesu atusaidie. Kanisa, simameni. Tutafute huyu Roho wa Mungu. Roho wa kweli, Roho wa nguvu, Roho wa hekima, njoo yeye. Iko na matitre zake za nguvu. Roho wa hekima. Hekima inakosa mubatu mingi. Mungu tusaidie. Saidia kanisa lako. Kama vile mtumishi akamwambia Bwana, Mungu akamuuliza, unataka nikupatie nini? Akamwambia, Bwana wangu, kila kitu ninacho, ninaomba hekima. Sulemani akaomba hekima kwa Mungu. Hekima ya Mungu inahitajika. Na kama Roho Mtakatifu wa Mungu hayuko ndani yako, hekima haiwezi kuja. Maana Roho Mtakatifu anatembea na hekima, anatembea na maarifa, anatembea na ufahamu. Ndio vitu ambavyo Roho Mtakatifu anatembea navyo. Maana ukikuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, hekima naye anakufuata, ufahamu ya Mungu inakuwa ndani yako, na kazi ya Mungu utaifanya vizuri. Ukiona uko unafanya kazi ya Mungu inakuletea stress, rudia tena kule kwa mwenye kazi. Juu kama uko unafanya kazi ya Mungu, unapaswa ifurahia. Ukiona huduma yenye uko nayo, manake haikulalishake usingizi, inakuletea mawazo mingi, rudia tena nyuma. Tafuta mwenye huduma, umwambie, Baba, wewe ndio umenipatia hii kazi, na vile wewe ndio umenipa, ninakuachia wewe ndio uifanye. Matatizo yetu tuko nayo, tunakuwa najifanyia, tunaacha mwenye kazi yake. Na ukijifanyia kitu, hautafika nayo mwisho, itaishia kunjia. Inahitaji mwenye kazi. Shie tu tuko pale bakwenda, unamwambia Bwana, ninataka niombe, nifundishe niombe nini. Atakufundisha. Unamuuliza, Bwana, mimi ninataka nifanye huduma fulani, unasema nini? Matatizo yetu hatutaki kumsikiliza Roho Mtakatifu. Watu hawapendi kusikiliza Roho Mtakatifu. Yeye ndio mwenye kazi. Haleluya. Kumsikiliza Roho wa Mungu.
Roho wa Mungu anakuwa na sauti. Roho wa Mungu anakuwa na sauti. Unakuwa nasikia sauti iko na nena ndani yako. Lakini tena Biblia iko natuambia yamkini ziko sauti nyingi. Kunakuwa na masauti ya mingi. Kuko sauti za wanadamu. Kuko sauti za kila kitu. Na kunakuwa sauti ya Roho Mtakatifu. Utatambua sauti ya Roho Mtakatifu namna gani? Roho Mtakatifu akikuambia jambo, unapaswa kuitafuta kwenye maandiko. Neno la Mungu. Unaangalia kama kile umejisikia kama inafanana na neno la Mungu. Mungu atusaidie kanisa. Kanisa. Mitume walikuwa kwa umoja. Lakini kwa sasa tuko kwa umoja kwa kweli. Ni magombano. Hata watu wenye viko nje wanashindwa kuokoka. Bako wanasema twende wapi? Huku kuma kanisa huku aliende. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine tunakuwa tunazuia watu ambao wangeokoka. Tunawazuia. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kanisa linaomba ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa linaomba ushirika. Mungu atusaidie wapendwa. Tutumike kwa umoja. Tupendane mapendo ya kweli. Unaweza kuta mtu anakuchekeshaka, kumbe ndani yake anakuchukiaka. Na mtu mwingine anaweza kuchukia tu mwingine mtu. Au yamtendea neno mbaya lakini anakuchukia tu vile. Unamuuliza alikufanya nini? Anakuambia ni namchukiaka tu. Simupendake tu. Mungu atusaidie kanisa la Mungu. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Tunahitaji Roho wa Bwana. Mwalimu wetu. Ukifanya kitu uende kwa mwalimu. Unamuuliza mwalimu nifanye nini? Atakwambia nini ya kufanya. Wengine wanajitengenezea vitu na wakati hayafika. Akilota tu ndoto basi na anaenda. Mungu alishaniambia. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tuwe na umoja. Unajua kama hapa kwa Omaha tungekuwa na umoja, kama tuko na kanisa moja ya nguvu, Mungu atusaidie. Lakini tunakosa umoja. Mungu atusaidie. Mitume walikuwa kwa umoja, wakania mamoja. Mungu atusaidie. Tutembee katika uwepo wa Mungu. Nawaza sitakuwa mrefu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefurahia siku ya leo, unamwambia Roho Mtakatifu, niko hapa tena. Niko hapa, unitumie. Nifanye jinsi utakavyo wewe. Unioneshe nini nitafanya. Tusikuwe tunajifanyia vitu kisha bifike mbele binakwama. Tukwe tunauliza mwalimu, nifanye nini? Kwa hii kitu liniambia. Na kama kwa kweli Mungu amekuhakikishia, ukianza hiyo kitu, utaona gisi Mungu iko na Roho Mtakatifu ndio anakuwa anaenda na kuvutia. Watu wote wanakuwa wanavutiwa na wewe. Mwimbaji mzuri. Kuko watu ambao wanavutiwa na wewe ni juu tu wewe haujijue. Niko na mwimbaji mmoja anaimbaka mpaka mimi nasema Mungu wangu. Mbona shewa moli timaka sauti. Mama Sakina, Mungu akubariki. Naona tu nikuseme, Mungu amekukirimia karama. Baba, unipatie hafu ya hii karama ya Sakina, lakini sitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Tunahitaji Roho Mtakatifu atusaidie. Tukikuwa na Roho Mtakatifu, kazi ya Mungu tutaifanya kwa ubora. Kila kitu yako yote yenye utakuwa unafanya, watu wenye wako nje wataitamania. Juu ya nini? Roho Mtakatifu anahusika pale.
Mungu atusaidie. Amen kanisa. Naona tuko na shughuli ya mingi leo, wataombea watoto na tunakuwa na meza ya Bwana, lakini ninakuwa na ujumbe kwako leo. Tumutafute Roho Mtakatifu. Tumutafute huyu Roho, mwalimu mwema, hakuna mwengine. Roho Mtakatifu ahusike mkila kitu yetu yote, tukwe tunamuhusisha yeye. Baba, ninataka kufanya hiki, unasema nini? Ninataka kwenda huku, Bwana, unasema nini? Tunahitaji Roho Mtakatifu. Tunaweza kusimama tu dakika moja, kila mtu amwambie Roho Mtakatifu, unisaidie. Karama zote zenye ziko ndani yetu, najua hapa kuko watu biko na vipawa na karama, lakini wanaikaa chini. Roho Mtakatifu mwambie, fufua karama ambayo iko ndani yangu, fufua huduma ambayo iko ndani yangu. Karibu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa wakati kama na huu, Mfalme, onekana juu ya maisha yetu, onekana Mungu mwaminifu, utusaidie Roho Mtakatifu. Wenjo mwalimu, wenjo mwalimu wetu unayetuongoza katika kweli yote, utusaidie Baba, utusaidie kutumika kazi yako, maana kazi ni yako, kazi sio yetu. Usaidie Roho Mtakatifu Baba, wale wote waliokuwa wadhaifu, fufua karama zilizokufa Bwana, fufua karama zilizolala. Yesu, amsha waliosinzia, maana huu ni wakati wa kuamka, huu ni wakati wa kutoka katika usingizi. Bwana, utusaidie, saidia kanisa lako, saidia kanisa lako Bwana, utusaidie. Tunahitaji Roho wako Mtakatifu, tunahitaji Roho wa hekima juu ya maisha yetu, tunahitaji Roho ya ufahamu, tunahitaji Roho wako Bwana, Roho wa maarifa ya kugundua mambo ambayo tusiyoyajua. Bwana, uonekane, tembea na kanisa lako. Tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu Bwana, tunaomba nguvu mpya, tunaomba nguvu mpya kutoka kwako. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, utusaidie Roho Mtakatifu, utusaidie Mfalme, maana bila wewe hatuwezi, bila wewe kanisa lako halitatembea. Tusaidie Bwana, tunakuhitaji na nguvu zako, tunakuhitaji na nguvu zako Bwana, tunakuhitaji na nguvu zako Mfalme. Haleluya, utusaidie Bwana, tusaidie Yesu, tusaidie Roho Mtakatifu, tusaidie Roho Mtakatifu, tusaidie Roho Mtakatifu, tusaidie Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini kwa jina la Yesu, amen.